Tumepata swali kutoka kwa ndugu yetu mmoja, anatokea katika nchi ya Afrika ya Kusini, anaitwa ndugu Omo. Ndugu Omo anasema anawafuatilia sana ndugu zetu wa Kimimbi Herbal Clinic. Ni taasisi ambayo inajitahidi kufundisha na kutoa mambo mbalimbali ambayo yanaleta faida katika mazingira ya binadamu. Lakini yeye anauliza, anasema amepata taarifa kuhusiana na faida ya mti wa mwarobaini. Hivi mti wa mwarobaini ni kweli unaweza kusaidia matatizo mbalimbali katika mwili wa binadamu? Ndugu yetu Omo kutokea Afrika ya Kusini, asante kwa swali lako, na jibu letu ni ndio. Mwarobaini ni mmea muhimu sana. Ukija katika maeneo ya Afrika ya Mashariki, katika nchi hizi mwarobaini umepandwa sana katika maeneo yetu. Watu waliupanda wakiamini kama mti wa kivuli. Lakini mwarobaini sio tu mti wa kivuli, ni mti unaotoa tiba ya changamoto ya magonjwa mbalimbali. Leo nataka nikueleze kitu muhimu ambacho wewe ulikuwa ukijui. Watu waliokuwa na matatizo ya upungufu wa kinga mwilini, watu waliokuwa na ugonjwa wa upungufu wa kinga mwilini, watu waliokuwa na virusi vinavyosababisha upungufu wa kinga mwilini, wakitumia mwarobaini. Mwarobaini una uwezo wa kuvidhibiti virusi hivi vinavyosababisha upungufu wa kinga mwilini. Wataalamu mbalimbali kutoka katika vyuo mbalimbali duniani wametoa ripoti wakiuelezea mti wa mwarobaini. Hapa nazungumzia wataalamu kutoka katika vyuo mbalimbali, ikiwemo na vyuo vilivyopo katika nchi za Ulaya. Wanasema mwarobaini, iwapo mtu atachukua majani yake, yani majani ya mti wa mwarobaini, kisha akayatengeneza kama juice, yani akaya blender katika kutengeneza juice, akapata ile juice yake, akanywa glass asubuhi, glass jioni, yana uwezo wa kupandisha kinga CD4, kupandisha kinga za mtu ni kwa kasi ya ajabu. Lakini kama atatumia glasi asubuhi, glasi jioni kwa muda wa siku 21, ana uwezo wa kuvidhibiti virusi vya upungufu wa kinga mwilini, ana uwezo wa kuvidhibiti. Hivi ni vyuo vya wataalamu duniani wanaripoti jambo hilo. Yani juisi ya majani ya mwarobaini inaongeza kinga za mwili, lakini inadhibiti virusi vinavyosababisha upungufu wa kinga mwilini. Ni mti muhimu sana mwarobaini, lakini pia unatibu na magonjwa mengine mbalimbali. Hivyo unapouona mwarobaini upo katika ua wako, yani uani kwako ama barazani kwako, sio mti wa kubeza, na watu wasiuchukulie ni dawa ya ngiri tu. Yani watu ukiwauliza mwarobaini wanazungumzia dawa ya ngiri. Hapana, dawa ya mwarobaini, mti wa mwarobaini unatibu magonjwa mbalimbali, na huo ni ugonjwa ambao unatibika. Pendelea kunywa glasi ya juisi ya mwarobaini angalau kwa wiki mara 3, inaongeza sana kinga. Lakini wataalamu wanasema iwapo utakuwa unapendelea kunywa juisi hii ya mwarobaini, yani juisi inayotokana na maji ya mwarobaini, basi ni kinga kubwa dhidi ya ugonjwa wa upungufu wa kinga mwilini. Yani unaweza kukutana na mtu mwenye tatizo hilo na asiweze kukuambukiza kwa sababu unatumia juisi ya majani ya mwarobaini. Wataalamu hawajathibitisha tu moja kwa moja kwa kusema kwamba mwarobaini unaweza kutibu tatizo la upungufu wa kinga mwilini, lakini kuongeza kinga za mwili, kuongeza CD4 na kukinga juu ya mtu ambaye anatumia, alafu akakutana na mtu mwenye upungufu wa kinga, ikakukinga juu ya kupata ugonjwa ule. Wataalamu wamelithibitisha jambo hilo kwamba mwarobaini unaweza kufanya kazi hizo. Asante sana ndugu yetu Omo kutokea katika nchi ya Afrika ya Kusini kwa swali lako. Na kama una swali lolote unahitaji kutuuliza, basi tuandikie hapo chini kwenye comment kama ulivyofanya wewe ama mtu mwingine yoyote. Tuandikie hapo swali lako, tutaliona na sisi tutakujibu. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala. Tunatibu magonjwa mbalimbali ya kibaolojia kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kwenye kliniki yetu. Karibu.